Na maybe hii itikadi ambayo umetaja kuwa mtoto lazima yapendeza akiwa ni kidingidingi, akiwa mnono. Naam. Lazima tuitoe kwenye fikra zetu. Mtoto mwenye afya nzuri ni yule ambaye ana kilo za wastani. Yule ambaye amepita kiasi, utaona baadhi yao wakianza kutembea wataanza shida tofauti, na hapa nimehitaja matege, kwa sababu yule mtoto hawezi kustamili uzito ambaye ameanza kutembea kwa mwaka moja na nusu, lakini ana uzito wa kupita kiasi. Kwa hivyo daktari hapa watuambia kwamba ule uzito wa kupimwa sio kumwangalia na macho, na tuchukue fikra kwamba ukipima mtoto hospitali, uangalie vile vipimo uvifanyie kazi. So point nzuri. Katika mwaka ule wa kwanza ambao ni mwaka muhimu, kuna umuhimu wahimizwa umpeleke mtoto clinic karibu mara 10 kwa wakati ule. The first anapozaliwa, baada ya 2 weeks, baada akifika wiki 6, wiki ya 10, yani akienda kwa chanjo anapimwa kilo. Na kilo pia, na zile kilo zinawekwa kwenye kadi ya mtoto. Naam. Ama kwenye kitabu cha mtoto. Na kama ni mzazi utaona kwa kilo zile zinafanywa, zinawekwa graph. Yes. Na katika graph ile inafaa isipite mistari miwili. Kuna kiwango pale. Kiwango fulani pale. So ifuate iwe iko katika baina yale mistari miwili. Ukiona mtoto amepita kilo kupita kiasi, tayari kuna question mark. Sasa pale ni wakati wa kuzungumza na yule muuguzi pale, akusaidie, akushauri. Ni wakati sasa kuja kwa daktari aketi akushauri namna ya kufanya nini katika kujaribu kupunguza zile kilo. Naam.